Yes, wali gani mtazamaji wetu, karibu sana kwa mara nyingine. Nakushukuru kwa dhati kwa kuendelea kuikumbatia East African News Mino Bongo pamoja na One Vision TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tunakuomba tafadhali subscribe to follow ili wa kwanza kupokea update mbalimbali. Nimekuja kwa mara nyingine kuja kufanya exclusive interview na mwanadada Tina Love ambaye kuna kauli zake tata hivi karibuni zimetrend sana kwenye mitandao, so tumeamua kuja kuzungumza naye ili kupata undani zaidi wa zile kauli ambazo amekuwa akizitoa kwenye mitandao kama Instagram na TikTok. Tina, vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Sasa hivi nikuite Tina au Nina? Jina la Nina ndio jina langu ambalo najiita sasa hivi. Okay. Nina Love. Nina TZ. Nina TZ. Yeah. La zamani ndio ilikuwa Tina Love. OG, yeah. Okay. Kwa nini ukatoka kwenye Tina Love OG hadi Nina TZ? Nina ni jina ambalo nalipenda toka muda sana. Sema ndio hivyo nilijitaga, sema ndio nilifanikiwaga kuenda na watu wa kulipenda. Tofauti na jina la Tina Love. Tina Love ndio jina watu ambao nalipenda sana. Okay. Miongoni mwa watu wamekuwa wakiwasema vibaya sana kina dada ambao wanavaaga sana vipini puani. Kuna wengine wanadai kwamba kina dada wanaovaa vipini puani ni wadada ambao hawatulii, wengi wao ni malaya na nini. Kuna hizo kauli tumekuwa tukizisikia huko mitaani. Umewahi kukutana nazo? Ndio. Unaamini ni kweli kwamba kina dada ambao mnatoga pua ni malaya? Hapana. Ni urembo tu kwa mtoto wa kike. Yeah. Kutoboa kipini puani ni urembo kwa mtoto wa kike, ila hao wengine tu ndio wanachukulia yani maana tofauti. Na vipi kutoga ulimi pia? Urembo. So ulimi tu hadi kitovu pia ni urembo. Yeah. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanatoga hadi nani. Ile pia ni urembo. Yeah, ni urembo. Yeah, kumvutia mtoto wa kiume wewe, kwani wewe upendi hao? Wewe umetoga? Ndio. Umetoga? Kweli? Yeah. Okay. Hivi karibuni umekuwa ukitoa kauli tata sana kwenye mitandao, na naamini watu wengi sana wamekuwa wakicomment kwenye video zako kutokana na zile kauli ambazo umekuwa ukisema. Miongoni mwa kauli ambazo umetoa, miongoni mwa kauli ambayo imeenda viral sana ni ile ya kwamba vijana wengi wa sasa hivi hawana nguvu, yani hawawezi kufanya chochote mpaka wabustiwe. Watu wameshindwa kuelewa nini ambacho ulikuwa unamaanisha katika yale maneno yako. Watoto wa kiume sasa hivi asilimia nyingi sana hawezi kufanya tendo yani mpaka wabustiwe. Yani waache. Sio kwamba ilikuwa content ulikuwa unaongea, unamaanisha kutoka moyoni. Yeah, waache. Ukisema wabustiwe unamaanisha nini? Unamkuta mtoto wa kiume hawezi kusimama mpaka ataka yani yani nahisi wenyewe atakuwa shanielewa. Maana kubustiwe atakuwa shanielewa. Yani mtoto wa kiume unamkuta hawezi kusimamisha yani mpaka bwana sikia maana nishike nyuma huku kwenye Umekutana nao sana? Wengi nimekutana nao, ndio maana nimesema. Ndio maana nimewaambia waache. Okay. Yeah, wanatupa changamoto sio watu wa kike. Sasa hiyo kitu nahisi inatokana nini? Sio ndo wanakaribia kwa wanakupa sana changamoto. Yani. Sasa unakutana nao na katika mazingira gani? Wanakuwa ndo wapenzi wako ambao unaingia nao kwenye mahusiano, wanakuwa washikaji tu unakutana nao from nowhere? Kuna wengine wapenzi wangu, kuna wengine yani si unajua sio wengine dada mjini unaweza kukutana na mtu amfahamiani lakini mambo ndo yakawa. Mambo yani ndo akawa olele. Yani nipate shida ya kutafuta hela bado tena nipate shida kukubusti wewe. Hapana. Lakini vipi wale ambao ni watu rijal na nini, unakutana nao wanaume vijana haswa? Nakutana nao. Rijal nakutana nao. Okay. Wewe unahisi kipi kifanyike labda ili kuwasaidia au ambao unasema kwa upande mwingine ni kama wana matatizo? Hapo mna cha kuwasaidia bali tu kuambia ukweli waache hizo tabia basi. Kwani unahisi hizo tabia ni kwamba ni makusudi, wanazifanya makusudi au zinatokana na nini?
yani mimi kimtazamo wangu yani mwanaume design kama hiyo yani naona dalili za kwanza kuwa yani kuna msemo wanasema nini mashoga ndio dalili naona dalili za kwanza kuwa wewe mtoto wa kiume utazaje yani uweze kusimama mpaka ubustiwe yani wewe mtasikamwambia mwanamke niingize kidole kweli hivi kweli mambo yapo au ni utani na wewe serious yapo yapo mpaka unabaki unamwangalia sema jamani na muonekano wake wa nje unakuwa yani nje ukimwona unaweza kusema kaka si ndio yani nje anavutia ila ndani ni yani ni kuchoshana yani tupo yani mtoto wa kiume ndo unabidi unaendea mimi mwanamke lakini mimi ndo nifanye tena kazi ya kwanza kukuandaa wewe ni kuboost yani hapana hebu watoto wa kiume yani waache hayo mambo hivi wengi unahisi ni wapi ni mitaa wapi yani mitaa ya wapi yani wengi wa namna hiyo ni kama wanatokea mitaa gani mimi nimekutana nao tofauti wanatokea sehemu tofauti hivi kwa kati ya vijana ambao wanaishi town nao vijana wa huko nje Kivule Mbagala wapi ni vijana gani ambao unawaona kabisa kwamba hawa ndo vijana haswa ndo wanaume haswa wa Mbagala yani wanaume haswa okay anyway mwanaume asiyekunywa pombe kwako ni mwanaume gani yani mwanaume hanywi pombe avuti sigara kwako wewe ni mwanaume wa aina gani huyo unavyomwona mwanaume asiotumia ni starehe aina yoyote wanaume kama hao yani mwogope mwanaume yani ambayo ana starehe aina yoyote yani starehe yake inakuwa ni kuweka muda wote unakuwa starehe yeah na dini mpaka unasema hiki nini muda wote kweli kabisa hiyo ndo starehe yao yani hiyo ndo starehe yao na wengi sana nimedisi nao okay hivyo wewe unapenda sana wanaume wa namna gani mwanaume ambaye yuko vizuri kwenye zile mitikasi au mwanaume ambaye tu au anakupa hela hata kama haiko vizuri yuko kwa safi mimi napenda mwanaume anojua yani mwanaume anojua kunilizisha unaweza sawa nikaa napenda pesa lakini sasa mimi pesa ziwezi kunilizisha chochote zaidi ya matumizi tu basi ila mimi napenda yani mwanaume anonilizisha mwanaume anaweza show yani asilimia nyingi sana nakuga ni wanaume weusi wanaume weusi wanaweza sana show jamani ila wanaume weupe show zero hamna hata kitu wanaume weupe wamelegea wanaume weupe wamelegea michosho bro yani alafu sasa wanawake sasa kwa upande wa wanawake wenzio wakati ya weupe na weusi wanawake yani marafiki au yani namaanisha pia kwenye upande wa wanawake huwa mnajiona kwamba kina nani ndo wanakuwa wazuri sana kwenye show kati ya wanawake weusi na weupe maji ya kunde sema nasikiaga wanaume wanasemaga wanawake weusi eti ndio show zao kali hivyo ni mwanamke wewe ni mweusi ni mweupe au ni maji ya kunde maji ya kunde okay sipo kwenye weupe yani nipo katikati okay ni kwa mwanaume yeyote ambaye ni mwanaume gani ambaye wewe huwezi kutoka naye kudeti naye mwanaume gani mimi mwanaume mnene simwezi mwanaume mnene simwezi yani mimi napenda mtu mwanaume mwembamba yani sije kudetigi na mwanaume mnene mwanaume mnene wanachosha bana bro kweli wanachosha sana kitandani wanaume wanene mwanaume mnene anakaa kama gogo yani ufanye kumwandaa wewe sasa mimi mambo mimi sitaki mimi nataka ekaeka sasa kutana na mwanaume mtu yani anachosha yani ajisugulishi mimi huyo hapana siwezi wanaume wanene sio vitu vyangu kabisa mimi mwanaume mwembamba yani mwembamba ndio vitu yeah okay
Ulisema kwamba mwanaume asiyevuta sigara, asiyekunywa pombe, stari yake ndio hiyo ambayo umesema, lakini je, wewe unapenda kudate na mvuta sigara? Hapana, hapana. Sipendi. Okay. Yeah. Unaweza kudate na mlokole? Iko kitu siwezi. Siwezi. Ndani kwangu, ndani yangu wenyewe mna ulokole ndani. Sasa kwa nini siwezi? Kwa nini unasema uwezi? Yaani kuna ugumu gani kwenye kudate na mlokole? Siwezi. Yaani nahisi kama mahusiano utaanza leo, mida yake mfano mida kama saa 7, ikifika mida ya saa 8 ushaachana. Mimi mwanaume mlokole hapana, simwezi. Kwa hiyo unahitaji mwanaume awe kidogo muni. So muni, yani kidogo awe amechangamka fulani hivi ambao hajapoa. Kwani mimi bro unanionaje? Umechangamka? Mimi hata kidogo leo changamka fulani hivi. Sasa nikuta mwanaume umepoa, yani so mambo yangu. Sio vitu vyangu. Yeah. Kwa hiyo wewe walokole wakupita kushoto. Nikali mbali kabisa. Okay. Kwa sasa hivi hapa mjini unahisi, yani hapa town ni ukifika sehemu yoyote mwanaume ukimkuta anakula nini unajua kwamba huyo mbovu? Nikimkuta anakula nini najua huyo mbovu? Mwanaume mimi niende kwenye upande sio ya vinywaji. Nikimkuta mtoto wa kiume anakunywa windoko. Hapana. Nikikuta mtoto wa kiume anakunywa Disprado. Yaani namuona huyo hayuko sawa. Mtoto wa kiume anakunywa Disprado, pombe ya kike. Mtoto wa kiume anatakiwa unywe nini? Mtoto wa kiume anabidi unywe pombe yani za kiume, yani pombe ambazo zimekaa ni za kiume. Wewe unabidi yani uhamie kwenye sema haba pombe gani? Jagmaster. Yani mtoto wa kiume unabidi uwe huko. Sawa. Hizi nyingine tamtam tuachie watu wa kike. Sasa mtoto wa kiume anakunywaje window? Au Henken? Tuachie sisi. Okay. Una mahusiano wewe? Mahusiano mimi sina. Kwa nini? Siwezi. Uwezi mahusiano? Siwezi kuwa kwenye mahusiano. Kwa sababu gani? Hapana. Wanaume hayo mambo kwanza tusiongelee. Mimi mahusiano, yani kuwa kwenye mahusiano na mwanaume permanent sijui mmoja. Hapana, siwezi. Siwezi. Uwezi. Kwa hiyo wewe unataka kukaa kwenye mahusiano na yani hutaki kukaa kwenye mahusiano, lakini mimi kwenye mahusiano sitaki kukaa kwenye mahusiano. Ila basi tu. Lakini wewe ni mwanamke mzuri na ni mwanamke ambaye umetimiza, yani ni mwanamke ambaye umekamilika. Ni mwanamke ambaye unahitaji kuwa na mwanaume. Kipi ambacho kinafanyika sasa unaposema kwamba hutaki kuwa na mahusiano? Sihitaji kuwa na mahusiano maana wanaume wanaumiza sana vichwa. Pasua vichwa. Sasa mimi kupasua vichwa hata sitaki. Kaeka sitaki. Okay. Yani mimi kuna mambo yashawahi kunikutaga nyuma na pia naonaga mfano kwa marafiki zangu. Unaweza kukuta mtu shemeji yangu anaanza kuja kumtongoza mimi. Sasa ndio unaona kweli wanaume. Ushawahi kuruka na shemeji yako? Hapana, haijaitokea kwa kitu. Ila marafiki zangu mimi hapa wanakuaga nikioga na naume zao, napiga nao stori karibu, wanakuwa waniamini, wana wasiwasi. Sasa unahisi kwa nini wanakuchukulia hivi? Mimi mzuri bro. Sasa unajua mbona zao wenyewe yani hapa. Yani ukimwona mtu mwanamke mpaka anakuwa na wasiwasi. Na yani yani rafiki yangu na wasiwasi, unajua kabisa namjua mtu wake hajatulia. Na mimi mwanaume kama akiwa hajatulia, yani lazima yani uache kunitongoza. Mimi mzuri kingana navutia. Okay. Swali langu la mwisho kwako ni mwanaume ili akupate anatakiwa ajipange kinamna gani? Yani kunipata wewe kwenye mahusiano au kunipata niwe vipi? Kivyovyote. Kimahusiano mimi sihitaji. Kivyovyote sasa. Tuachane na kimahusiano. Aya, mwanaume kitaki nihitaji aje na pesa. Pesa. Pesa apite kushoto. Anipe pesa ya kila mmoja afanye
mambo yake. Ndio habari ya mjini sasa hivi, ama mtoto akika asioelewa mambo hayo. Kwa hiyo pesa inaweza ikawa shilingi ngapi labda? Milioni 10 tu. Milioni 10? Kweli? Yeah. Okay. Nampa atakacho. Sawa. Yeah. Okay, una kipi ambacho unaweza kuambia vijana ambao wanakutazama? Sina cha kuambia, bali nawapenda. Hivyo. Sawa. Mbona hujawakumbusha wakazi? Mimi neno langu la mmoja, yani la mwisho la kuongea, naongea na vijana weupe. Vijana weupe wapunguze kulegea, yani mtoto wa kiume kakaa mayai ahangaiki. Na kera bwana. Asante sana Mkatemia. Sawa.